iendelee. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, elimu bora kwa maendeleo ya taifa. Wizara ya Elimu na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko alizindua rasmi mfuko wa Samia Innovation Commercialization Fund, dirisha maalum la kutoa mikopo nafuu kwa wabunifu waliofikia hatua ya kuingiza bidhaa sokoni. Uzinduzi huo ilikuwa sio tukio la kawaida, ilikuwa ni ishara kubwa ya dhamira ya dhati ya serikali katika kuimarisha mazingira ya ubunifu na kuhamasisha biashara ya bidhaa zinazotokana na ubunifu. Tunashuhudia leo utekelezaji wa azma hiyo kwa vitendo kupitia makubaliano haya muhimu kati ya Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH na benki yetu ya CRDB. Napenda kuchukua fursa hii kuipongeza benki yetu ya CRDB na CRDB Foundation kwa kukubali. Makofi mengi basi kidogo zaidi. Jana tulikuwa kwenye dina, watu walikuwa wakiongea, sasa makofi yakawa kidogo. Mshereheshaji akasema wanaotoa hela wanapiga makofi kidogo ili watoe hela zaidi. Sasa nyewe mkipiga kidogo maana mnatoa hela mnazo. Kwa hiyo nachukua fursa hii kuipongeza sana CRDB na CRDB Foundation particular kwa kukubali kuwa mshirika wa kimkakati katika mpango huu mkubwa na wa kihistoria. Ushirikiano huu unadhihirisha namna taasisi za kifedha nchini zinavyoweza kuchangia kwa vitendo katika kuendeleza vipaji, ubunifu na uchumi wa viwanda, kilimo na sekta nyingine hapa nchini. Unajua, katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na katika Dira ya Taifa ya Maendeleo 2024, serikali imeendelea kuweka mkazo mkubwa katika kukuza ubunifu, ujasiriamali na uchumi shindani unaotumia maarifa na teknolojia kama injini ya maendeleo. Takwimu zinaonyesha kuwa kupitia mashindano ya kitaifa ya ubunifu MAKISATU, serikali imewafikia zaidi ya wabunifu 3,000 katika kipindi cha miaka 4 iliyopita. Hii ni hazina kubwa ya vipaji, lakini changamoto kubwa imekuwa ni upatikanaji wa mitaji ya kuingiza bidhaa hizi sokoni. Leo tunashuhudia hatua ya suluhisho ya changamoto hiyo kwa kupitia mfumo wa dhamana unaoratibiwa na CRDB kwa niaba ya serikali kupitia COSTECH. Makubaliano haya yanalenga kuwawezesha wabunifu hasa vijana kuingia kwenye mnyororo wa thamani wa uzalishaji, kuimarisha ushiriki wa sekta binafsi katika mfumo wa kitaifa wa uvumbuzi na kutekeleza kwa vitendo malengo ya maendeleo endelevu SDGs, hususan SDG namba 8 na namba 9. Ndugu zangu, uamuzi wa serikali wa kuanzisha dirisha la mikopo nafuu kupitia mfuko wa taifa wa uendelezaji wa sayansi na teknolojia MTUSATE kwa kifupi, unaendeshwa na COSTECH ni sehemu ya maono makubwa ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Yeye mwenyewe aliagiza kwamba kila mara tunaonyesha kama ilivyosemwa hapa, nadhani Shaban Kisu, maonyesho mazuri. Ukienda Sabasaba unaweza ukaona kitu miaka 10 kila mwaka ni kile kile, kwamba Tanzania imegundua gari, mwakani unakuta gari hilo hilo, mwaka mtondogo gari hilo hilo, kila mwaka tunapiga makofi sana, haliingii sokoni. Lakini maelekezo ya rais wetu ni kwamba wabunifu hapa nchini tuhakikishe kwamba tunawawezesha. Wabunifu wanaweza kuwa wengi, wanaweza kupata bidhaa zinazoweza kuingia sokoni, wanaweza wasiwe wengi sana, lakini wanaopata hizo bidhaa wanapata shida sana kupata mitaji ya kuingia sokoni, kwanza kuaminiwa na mabenki na vile vile riba kubwa. Kwa hiyo maelekezo ya rais wetu siku zote ni kwamba Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia iangalie vile vile sayansi, iangalie teknolojia, iangalie ubunifu, na tutafute mkakati wa kuhakikisha kwamba tunawasaidia wabunifu hawa waweze kufanikiwa. Kwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia itasimamia mpango huu kwa karibu na kuhakikisha kwamba mikopo inatolewa kwa uwazi na usawa kwa kuzingatia miongozo rasmi
na kwamba mfumo wa ufuatiliaji na tathmini, monitoring and evaluation, unatumika kwa ufanisi na rasilimali zinatumika kwa tija na zinatoa matokeo chanya kwa walengwa. Kwa namna ya pekee nawapongeza tena timu zote kutoka COSTECH, CRDB na wizara kwa kazi kubwa ya maandalizi ya miongozo, taratibu na mifumo ya utekelezaji wa mpango huu. Na ningependa kumwambia mkurugenzi mtendaji wa CRDB Foundation tulimwomba ombi lako la serikali kuingia ubia na nyie katika eneo la Kiromo sio kwamba linakubaliwa tu, na sisi ni ombi letu kwamba tufanye kazi pamoja katika eneo la Kiromo. Nimetembelea nchi kadhaa na umenong'oneza na umeona wenzetu wanaenda kwa kasi sana katika masuala ya ubunifu, kuchochea fikra tunduizi, kuchochea ubunifu wa vijana kama namna ya kunyanyua chumi za nchi zao. Jana nimetoka Saudi Arabia. Ile nchi ina mafuta mengi, ina madini, tajiri kweli kweli. Wanawekeza sana kwenye ubunifu. Hawajaridhika na kubweteka. Nimetembelea nchi nyingine wanafanya hivyo hivyo. Hatutoweza sisi kama serikali kufanya wenyewe. Kwamba tunapata mbia aliyo tayari kufanya kazi na serikali ni jambo zuri, kwa kweli tunafurahi na tunapokea azma hiyo kwa mikono miwili, tutaifanyia kazi. Kwa hiyo sisi tuko tayari kukaa chini na kutengeneza taratibu wa kufanya pamoja, na kama tukiwahi, kwa sababu bajeti yetu hii itakuwa mwezi huu wa 5 mapema, tungeweza kuweka walau chochote kwenye bajeti ya shughuli hiyo. Na tunakaribisha wabia wengine walio tayari kufanya kazi na serikali. Sisi tuko tayari. Na mnyie, kwa sababu namsikia rais wetu anaongea mara kwa mara, tushirikishe sekta zote, ikiwa pamoja na sekta binafsi. Kwa hiyo CRDB kwa hapo naweza nikasema HECO kwa CRDB na HECO kwa CRDB Foundation. Sasa niongeze kitu kimoja hapa ambacho nitatoa wito na CRDB, na tumenong'ona kidogo, na nasema hiki kwa ajili ya kualika wadau wengine. Ubunifu ni matokeo ya kujenga uelewa. Uelewa sasa hivi tunaofanya kwa kupitia elimu, lakini elimu yetu tunataka kuexpand zaidi na tunataka tufikie level kubwa zaidi ya ubunifu. Sasa hivi startups nyingi zinaenda katika maeneo ya kidijitali, zinaenda katika maeneo ya artificial intelligence, wanaita akili unde, wataalamu wa data science, machine learning, Internet of Things na kadhalika. Duniani tunakoenda sasa hivi, maeneo haya ya akili unde yanatoa fursa kubwa sana ya ajira kwa vijana. Mahitaji ya wataalamu ni makubwa sana, na ukiangalia takwimu, kazi ambazo sasa hivi ni rahisi kuajiriwa nyingi zinaenda katika maeneo hayo: data science, akili unde, machine learning na kadhalika. Kwa kuna fursa kubwa ya vijana wetu kusoma na kupata ajira popote duniani katika maeneo hayo, na tunajua tuna vijana wenye uwezo mkubwa sana. Lakini pili, maeneo haya ya akili unde yataleta vile vile fursa kubwa sana kwa uchumi wetu na sehemu nyingine mbalimbali duniani, katika maeneo ya elimu, katika tiba, katika kilimo na kadhalika. Ni fursa ambazo ukiweza kumudu teknolojia hii, unaweza ukaanza kuvuna matokeo yake mapema. Tabiri uliopo ni kwamba hata namna ya kumtibu mtu, sio kila mmoja akija na ugonjwa ule ule atatibiwa vile vile. Kwa kutumia akili unde, watakuangalia, watakujua, watajua kwamba wewe tiba yako ili iweze kukutibu wewe ni tofauti na mwingine mwenye tatizo kama la kwako. Kwa hiyo ni fursa ni kubwa sana. Lakini tatu, inaweza ikawa changamoto kubwa sana na ina namna nyingi. Moja, italeta displacement. Kuna maeneo watu watakuwa hawana kazi tena kwa sababu artificial intelligence inasaidia, watu wengine wana take off.
Displacement inaweza kaleta changamoto ya ajira vile vile. Huku ni fursa ya ajira, lakini wengine wanaweza kupata. There will be losers and winners katika mbio hizi. Na vile vile kuna masuala ya kulinda watu, kwa sababu ili artificial intelligence ifanye kazi inahitaji takwimu, inahitaji taarifa nyingi sana za watu vile vile. Baadhi ya taarifa hizi zinahitaji kulindwa kwa usalama na hadhi ya watu, na vile vile zije zikawa abused. Kwa kuna changamoto vile vile tunakwenda, na dunia haitosimama, haitomsubiri mtu. Tunakwenda kwa kasi kubwa sana. Wenzetu wote wanajiandaa kwa kasi kubwa. Kwanza kuielewa, kuimudu teknolojia hii, kutoa fursa kwa vijana, kuitumia katika maendeleo ya nchi yetu. Lakini ukiimudu vile vile unaweza ukajaribu kupunguza zile athari ambazo zinaweza zikatokea. Kama huimudu, wewe umeingia kwenye basi, sio driver, huwezi kuongeza wala kupunguza speed, huwezi kuhakikisha kwamba unapiga kona inavyotakiwa, kusimama mahali panapohitajika, kwa sababu you have no control. Na hilo basi lipo tu, utajikuta ndani ya basi. Kwa sababu ndivyo dunia inavyoenda sasa hivi. Kwa maana hiyo, katika bajeti yetu inayokuja tumeanza kutenga kwa kuanzia shilingi bilioni 5 kwa ajili ya kupeleka vijana wetu kusoma katika masuala haya, data science, machine learning, artificial intelligence. Ni hela kidogo. Lakini tunachotaka kufanya, tunataka kuanzisha kama jukwaa la kufanya makubwa zaidi. Katika hizo fedha ambazo sasa tumeamua zitaenda COSTECH, sio bodi ya mikopo, tunazileta COSTECH. Katika hizo fedha, asilimia kubwa tunataka kuwapa vijana waliomaliza form 6. Lakini kila ukienda duniani, vijana tunapopewa scholarship, Watanzania hawachukui. Nimetoka Saudi Arabia, scholarship tunazozipata hatuchukui hata nusu yake, na ziko full funded, hawachukui. Na vijana wengi wanaenda nje kusoma ni wale waliotoka hizi international schools wa Tanzania, lakini wengine waliosoma shule zetu hizi hawajapata exposure ya kutosha kuomba. Ukienda Uingereza ukizungumza scholarship wakwambia mbona tunazotangaza hamzichukui, na zipo. Na balozi wetu Uingereza anatuambia amejitahidi sana kuhamasisha watu kuchukua hizi scholarship. Sasa tunachofanya kuhakikisha kwamba watu wanachukua hizi nafasi, tutatangaza rasmi wanaotaka kwenda kusoma nje ya nchi degree ya kwanza, wanaomaliza form 6, watakaoomba tutawachuja kwa vigezo vilivyo wazi kwa ufaulu wako. Ukishakuwa tayari, tutakuchukua, tutakuweka kwenye chuo chetu kimoja. Inawezekana kaa chuo chetu cha ufundi Dodoma, kipya kabisa, tumekimaliza. Tutakuweka pale kwa mwaka mmoja. Tutakusaidia kupata exposure kwenye digital education. Unaweza ukawa na first class PCM lakini hujagusa kompyuta. Tutakusaidia. Tutakupa exposure ya kutosha. Tutakusaidia usipate cultural shock ukienda kusoma nje. Tutatumia muda huo kukujengea uzalendo, kujua hapa ndio nyumbani. Nenda huko, umetumwa kama alivyosema Mwalimu Nyerere. Tumekutuma katafute chakula uje ulete hapa nyumbani. Na hata ukifanya kazi kule, fanya ukijua bado wewe ni Mtanzania. Tutakushepu vizuri. Tutakuexpose vitu vingi na utamaduni. Ni nini utamaduni ambao una changamoto, uwe makini nao, unajifunza nini? Nenda kule ukiwa na mission moja tu. Kachukue knowledge, imeandikwa nenda tafuta elimu hata China. Na wanasema mshike elimu, usimwache aende zake. Kwa tutawapeleka nje ya nchi. Watakaa mwaka mmoja hapa, after that COSTECH watawasimamia, watakuwa wanapitishwa kwenye mambo yote. Computer wanajifunza, artificial intelligence wataanza kujifunza pale, data science watajifunza. Kama umepata first class kwenye mathematics, hujawahi kutumia software yoyote kuprocess task, utafundishwa na language za computer na kadhalika. Baada ya hapo, wakati huo sisi tutakuwa tunafanya kazi ya kutafuta scholarship kwenda nje. Kwa hiyo kwenda nje kutakuwa na vitu kadhaa. Moja, katika hizo bilioni 5, kwa sababu tutakuwa na bilioni 5 mwaka huu, naamini mwaka ujao tena kutakuwa na bilioni 5. Hatutozimaliza kwa sababu tutakuwa kama mfuko. Tutawapeleka kule. Lakini wakati huo tutakuwa tunaomba scholarship nje.
na tunaongea na vyuo mbalimbali. Niliongea na waziri kutoka Netherlands, alikuja kutembelea COSTECH pale, Bwana Richmond, na akaniambia, nikamwambia nataka niwalete Dublin wapate nafasi ya kusoma huko, wanafanya apprenticeship kwenye makampuni ya teknolojia. Akasema tuzungumze mwezi wa 6 ukiweza njoo Ireland tuangalie cha kufanya. Nilivyokuwa Kigali juzi nimekutana na Tanzania, mmoja anafundisha Glasgow. Amesema pale tutawaondolea fees kama ukileta watu. Kwa hiyo tutatafuta fursa mbalimbali kuwapeleka. Tutawapeleka kwa vikundi, wasio wapweke kwa umri ule. Akienda mmoja akapotea, peleka 10, 15 chuo kimoja. Waenda kama community wasome. Wengine tutawalipia moja kwa moja, wengine tutaomba scholarship, wengine tutapata partial scholarship. Kwa hiyo ndio kwa undergraduate. Kwa postgraduate tutachukua Tanzania postgraduate mara nyingi miezi 18. Waliosoma wanaweza kupata admission kwenye vyuo, tutawasupport waende kwa fedha hizi. Na tutawaombea scholarship tunavyoweza. Lakini cha kwanza tutawapeleka hasa Indian Institute of Technology ambao kampasi yake imefunguliwa Zanzibar, one of the best university duniani. Na tuliwaambia walipokuja Zanzibar, tukawaambia degree yenu mtoe kwa senate yenu huko. Msituletee yale. Kuna taasisi moja ilikuja nchi za nje sitaitaja ya matibabu, akaja akagundulika wanatupa hata na kwa tukasema hatutaki, tunataka mkija mje na standard zenu kule. Wamekuja na standard, tutawapeleka wa Tanzania, tutawapeleka kwa scholarship hii. Wengine tutawapeleka Nelson Mandela African Institute of Science and Technology yuko Arusha. Haina wanafunzi wa undergraduate na sisi tusingependa iende kwenye undergraduate. Tusipopeleka scholarship pale tukawasaidia, kile chuo kitaanza kupambana kuleta undergraduate kuwajaza, watashindwa kufanya kazi kubwa ya research. Kwa wengine tutawapeleka kule na wengine tutawapeleka nje ya nchi kwa kadri inavyowezekana. Sasa kwa nini nasema yote haya? Nasema yote haya kwa sababu tunataka partners. Bilioni 5 hazitoshi, lakini tumeonyesha commitment. Kwa hiyo Tuli Mwambapa na mimi naomba tufanye kazi pamoja kwenye hili. Kabla mwezi huu haujaisha, nitaomba wadau including wewe in person na CRDB in general wawepo, tuzungumze, kwa sababu budget zenu mmeshazipanga. Tunachohitaji na nyie mjialign kwamba mtakwenda, ili mkipanga budget next time mkumbuke kwenye hii. Na ili kuvutia watu, hii yote hii tunaita Samia Scholarship Extended. Tuna Samia Scholarship hapa nchini. Na ngoja niseme kwa sababu kuna watu wanasema kila kitu Samia, kila kitu Samia. Samia Scholarship, jina hilo tumelicoin sisi Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Tumelicoin kwa sababu alitupa maelekezo yeye kwamba tengeni fedha kwa mara ya kwanza mtoe ufadhili kwa wanafunzi waliofanya vizuri sana kwenye science, endapo watakuja kusoma science, hisabati, tehama, natural uhandisi, elimu tiba. Yalikuwa maelekezo yake. Hakuna scholarship isiyo na jina. Edinburgh kuna scholarship ilikuwa inaitwa Nyerere, hakutoa Nyerere fedha zake mfukoni. Kuna scholarship inaitwa Nelson Mandela, hakutoa hela zake mfukoni. Scholarship zote zina majina. Sasa kwa sababu yalikuwa maelekezo ya rais wetu, sisi tumeamua sisi wenyewe tutaita Samia. Na kwa kuita Samia watu wanataka kuongeza hela huko ndani. Kwa hiyo tunafurahi sana. Kwa hii sasa, hii ya kuwapeleka watu nje tunaita Samia Scholarship Extended, na tumeanza na tume ya nguvu za atomi tayari kwa ajili ya postgraduate, kwa sababu tuliona kuna uhaba wa watu wanapeleka. Na ile inaitwa Samia Scholarship Extended. Hii itaitwa Samia Scholarship Extended, pengine itaitwa Artificial Intelligence and Allied Sciences kwa ajili ya kwenda kule. Kwa hiyo tunaomba CRDB, tunaomba tushikamane. Mmekuwa mkifanya kazi vizuri sana, naomba na hili tuende pamoja na wengine wote, mabenki, mining companies na hizi bilioni 5 to beef up. To beef up either for cash au commitment. Na vyuo vikuu vya nje tumeanza ku reach out, tumetengeneza timu ndogo ina reach out. Unaweza ukatoa scholarship yetu ukasema sisi akija atasoma huku, tutam shortlist kama mtu aliyeshinda Samia Scholarship, akienda anaweza kupata scholarship Rockefeller, whatever, it doesn't matter, ataenda atasoma, atarudi hapa. We need to move very fast. Dunia haisubiri. Sasa kuna watu wanasema, nimeona wanasema hajaweza kuweka makompyuta mashuleni, mnataka kukimbilia sasa kwenye artificial intelligence. Ni kweli tulikuwa hatujaweza kufunga simu hizi za mezani kwenye nyumba zote,
lakini tulikimbilia kwenye mobile phone, na mobile phone imecatch up kwa watu ambao hawajawahi kuwa na simu za mezani. Uongo kweli jamani? Na hii technology inavyoenda hivi, ukisema utaenda kwenye front, usubiri ufunge simu za mezani ndio uende kwenye mobile, we are not going to arrive. So we'll move fast kwa sababu kwanza lazima tuweze kumanage na kutake control ya hii teknolojia. Kwa hiyo nimechomekea hilo kwa sababu Tulia alitoa ombi, nimelikubali, nimefurahi na nimeona na yeye nimwambie hili kwamba tutakapowaita naomba mje tufanye kazi kwa pamoja. Kwa hiyo kwenye hili lilotuleta leo ambalo ni zuri, na kwa kweli Amos alivyoniambia akasema tunataka kusaini, nikasema naomba niwepo. Uongo bwana? Kuna namna fulani vitu kama hivi watu wanavyoona ni vidogo, impact yake is far reaching. Basi tunakupa taarifa, nasema mimi niwepo. Sasa tufanyeje? Tarehe hiyo mnayoweka niwepo, nishuhudie mwenyewe. Kwanza kutuma message kwa CRDB kwamba tunathamini sana mnachofanya, kutuma message kwa wadau wengine kwamba njooni, serikali inathamini sana. Kwa hiyo nimefurahi kwamba niko hapa, nitashuhudia. Na kwa maana hiyo wakati wa kusaini tutakuwa tumekamilisha kitu ambacho kitaniwezesha mimi kusema yafuatayo. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, natangaza rasmi kufunguliwa kwa dirisha la kupokea maombi ya mikopo kutoka kwa wabunifu na watafiti wa Kitanzania. Kianzio kilichotengwa na serikali ni fedha za Kitanzania shilingi bilioni 2.3 kama dhamana, ambapo benki ya CRDB itatoa kiasi cha shilingi bilioni 4.6 kwa ajili ya mikopo. Ni matumaini yangu na matumaini yetu kuwa mpango huu utakuwa chachu ya mabadiliko ya kweli kwa taifa letu, kuanzia ngazi ya kijiji hadi taifa kwa ujumla wake. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, elimu bora kwa maendeleo ya taifa. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, kazi inaendelea, kitabu kiendelee. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, elimu bora kwa maendeleo ya taifa. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, kazi inaendelea, kitabu kiendelee. Sera yetu ya elimu inafanya kazi nzuri kusimamia elimu Tanzania. Tunaboresha elimu yetu.